Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu hii pendwa. Asante sana, nawapenda pia. Fungo la imani. Ulikamilishe katika upendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo 14, askofu wetu Lazarus Msime na wakileo wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Bwana awe nani? Nawe rohoni mwako. Tuombe. Mwenyezi Mungu ndiye asili ya baraka zote, tunakuomba sasa ushushe baraka zako katika tabernakulo hili, na mwili wa Yesu utakapohifadhiwa, tunakuomba wote watakaosali katika tabernakulo hii ndani akiwemo Yesu Kristo mwenyewe, wapate mafaa ya mwili na ya roho na kukingwa na hatari zote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Mungu Mwenyezi, tunakuabudu katika Ekaristi Takatifu. Sisi hatuwezi kukuabudu vyema kama unavyostahili kuabudiwa. Tunawaomba malaika na watakatifu wote waabudu pamoja nasi. Yesu mwema, tunakushukuru kwa mema mengi ambayo unatutendea, hasa katika kituo chetu cha Amani. Mema mengi tumeyaona na hatuna budi kukushukuru. Hatuwezi kukushukuru vyema kama unavyostahili kushukuriwa. Tunawaomba malaika na watakatifu wote washukuru pamoja nasi. Yesu mwema wa Ekaristi Takatifu, tunakuomba kwa ajili ya kituo chetu cha Amani pamoja na matawi yake. Kituo kiweze kupata mahitaji yake kadiri ya mapenzi yako Mwenyezi Mungu, ili wale wanaoishi katika kituo cha Amani waweze kupata yale wanayoyatamani kwa ajili ya ustawi wa maisha yao, afya zao, na kwa ajili ya ustawi wa roho zao. Sisi hatuwezi kukuomba vema kama unavyostahili. Tunawaomba malaika na watakatifu wote waombe pamoja nasi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Ni wimbo wa Ekaristi. Itabu
kwenye neno lake la shukrani. Karibu. Shirika la Bikira Maria Malkia wa Amani wa Morogoro. Neno la shukrani kwa Baba Askofu Lazarus Vitalis Msimbe SDS, tarehe 12 mwezi wa 11 2025. Mwashamu Baba Askofu Lazarus Msimbe SDS, askofu wa jimbo la Katoliki Morogoro. Mheshimiwa Padri Beatus Sewando, mlezi na mwanzilishi wa shirika. Mheshimiwa Baba Paroko wa Parokia Mikese pamoja na msaidizi wako. Mheshimiwa Baba Soko, waheshimiwa mabradha, masista na wageni wote waalikwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mwashamu Baba Askofu, kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai hadi kufikia siku ya leo, kwani ni kwa neema na mapenzi yake tu. Pili, kwa zawadi ya wito mtakatifu ambao ametupatia wa kuishi maisha ya wakfu, tunasema asante Mungu. Mwashamu Baba Askofu, tunapenda kutanguliza shukrani zetu za dhati sana kwako Baba kwa kuacha majukumu yako tena yaliyo mengi na kuja kushinda pamoja nasi siku ya leo. Kwani Baba, tumeonja upendo ulio nao kwetu sisi wanao. Baba, tunasema asante, asante sana. Mungu akubariki. Tunashukuru pia kutembelea mazingira ya kituo na kuona kazi zinazofanyika, pia kututia moyo katika huduma hii. Baba, tangu shirika letu lianze tulikuwa hatuna kikanisa ambacho tunaweza kusali wote kwa uhuru na kufanyia mafundisho. Hii ilisababisha tusiwe na mahali pa kufanyia mafungo hasa ya mwaka, kwa sababu hatukuwa na nafasi ya kukaa wote na kupewa mafundisho. Chumba chetu cha sala tulichokuwa tunatumia hakikuwa kinakidhi sifa ya kuweka hostia takatifu, hivyo hatukuwa na mahali pa kuabudia. Kwa kawaida mafungo ya mwaka sio chini ya siku 5 kwa kawaida, hivyo tusingeweza kumwomba baba wa mafungo kuja kutuongozea mafungo huku kutokana na umbali. Kwa sababu hiyo tulilazimu kuomba kufanyia mafungo yetu chuo cha katekesi Mzumbe tangu shirika letu lianze. Hivyo tulikuwa na hitaji pia la kuwa na nyumba ambapo padri wa mafungo anaweza kukaa. Kwa juhudi zetu na ufadhili wa hapa na pale, tumeweza kujenga kikanisa hiki ulichokibariki, ingawa ni dhaifu lakini kitatutosha. Lakini pia tumeweza kujenga groto la Bikira Maria ambapo tutaweza kusali rozari takatifu na sala zetu za binafsi. Baba Askofu, tunaamini kwamba Mungu anatupenda na kuna baadhi ya watu wanaotupenda na kututhamini pia. Bila kutegemea, tumepata ufadhili wa hapa na pale. Tumefanikiwa kujenga nyumba kwa ajili ya padri atakayekuja kutuhudumia kwa mafungo, tukitegemea kadri ya siku zinavyoenda. Baadaye tukija kuwa wengi, pengine tutapata padri mkazi, mlezi na mshauri wa shirika letu. Kwa kifupi, nyumba uliobariki ni ya padri mlezi wa shirika. Baba Askofu, tunakushukuru sana, kwani haya yote yasingewezekana wala kuwepo kama wewe usingetupokea kuwa moja kati ya mashirika yako ya watawa jimboni Morogoro. Asante sana Baba kwa kutubarikia vyote tulivyovitaja, yaani kikanisa, groto na nyumba ya padri. Ni sisi wanashirika la Bikira Maria Malkia wa Amani wa Morogoro.
Tumsifu Yesu Kristo. Nani kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo tumeweza kuyashuhudia siku ya leo, lakini pia ningependa kumshukuru Baba Askofu kwa kuja kushiriki pamoja nasi katika eneo la parokia yetu ya Mikese. Mungu awabariki sana. Zaidi ni ile ya kumshukuru Mungu kwa yale ambayo anaendelea kutufanyia, maajabu anayoyafanya kwa upendeleo kwa mabinti hao, kufanikisha hivi taifa lililofanikisha. Tunaendelea kumwomba Mungu aendelee kufanikisha malengo yao na maono yao ya baadaye. Karibu Askofu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nashukuru na sisi walipokuja kuniambia tunakuja kubariki kikanisa na nyumba, basi sikuwa na picha kamili itakavyokuwa au ilivyo, na kama nilivyosema hapo mwanzoni, napongeza sana shughuli zilizofanyika huku kwa usimamizi wako Baba Sewando na kwa masista na kwa ushirikiano na vijana wetu wanaoishi huku. Nimefanya kazi kubwa na nzuri sana. Ile nyumba ya Baba Mlezi pale atakayekaa pale ni nyumba nzuri sana. Kama ingekuwa mjini ningesema ile iwe ya askofu. Ila kwa bahati nzuri au mbaya iko mbali na mjini. Basi hongera sana. Ni nyumba nzuri na tunafurahi na kushukuru kwamba kumbe umejenga nyumba nzuri sasa ya kukaa. Nadhani hata wageni unaweza ukawapokea. Mgeni mmoja wapo unaweza kuja kuwa mimi. Kwa hiyo utakapokuja na mimi nipokee, hata kama kwenye veranda nitalala. Kristo atanipikia chakula. Wewe bwana ndio utanitizia huko. Sawa. Basi nimefurahi sana kwa kweli kufika huko siku hii ya leo, pamoja na bariki nyumba, kikanisa, groto na kusali pamoja. Nimefurahi kuwaona ndugu zetu hawa na kukaa pamoja na kusali pamoja, na natumaini tutakula kitu fulani kabla tujaondoka pamoja. Na namshukuru sana Baba Paroko kwa huduma ambazo mnawasaidia hawa ndugu zetu huku, maana wako chini ya parokia yako na Baba Paroko msaidizi. Tunawashukuruni sana kwa huduma yenu kwa vijana wetu hao. Napenda nichukue nafasi hii kumtambulisha Padre Soko ambaye yuko pamoja nasi leo hapa. Kama mlikuwa mnafahamu au mlikuwa hamjafahamu, basi mfahamu kwamba yeye sasa ni msaidizi rasmi wa Padre Kwa hiyo basi toka leo mfahamu, na mkimwona msishangae kwamba amekuja kufanya
akija huku msimshangae, akienda Amani Center mjini msimshangae, akienda Amani Center Romero msimshangae. Yeye ni msaidizi wa mkurugenzi wa Amani. Kwa hiyo pamoja na kwamba ana parokia, anasimamia parokia ya Suo, lakini basi apatapo muda atakuja kushirikiana na Padre Sewando. Kwa nakushukuru sana Baba Soko kwa kukubali mwito huu, pamoja na kazi zako umekubali kushirikiana na Baba Sewando katika kuhudumia kituo cha Amani. Asante sana. Namshukuru sana pia Baba Sewando kwa kukubali kumpokea Baba Soko kama msaidizi wake. Kwa hiyo labda andika barua rasmi wakati utakaofaa ili iweze kujulikana. Basi ushirikiane katika kuwasaidia hawa ndugu zetu na dada zetu. Baada ya kusema hayo, kwa sasa niishie hapa na niwatakie siku njema. Nasimame kwa baraka. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu hii pendwa. Asante sana, na wapenda pia. Ni nani huyo? Yoyote mwenye ulemavu wa akili au ulemavu wa viungo mwilini mwake, Ni binadamu miongoni mwa watu wake Mungu, atambuliwe na kupatiwa haki zake. Ni nani huyu? Yoyote mwenye ulemavu wa akili au ulemavu wa viungo mwilini mwake, Ni binadamu miongoni mwa watu wake Mungu, atambuliwe na kupatiwa haki zake. Twajichagulia huyu ndiye huyu hapana, wakati uwezo wa kuumba sisi hatuna. Unyanyapaa kunatoka wapi watu wa Mungu? ni kudharau uungaji wa Mungu wetu. Twajichagulia huyu ndiye huyu hapana, wakati uwezo wa kuumba sisi hatuna. Unyanyapaa kunatoka wapi watu wa Mungu? ni kudharau. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye channel yetu hii pendwa. Asante sana, na wapenda pia.